Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mechi nzuri kesho, tuna mechi ngumu, tuna mechi kubwa kwa siku ya kesho. Muhimu ni kila ambacho tumekiandaa kwa ajili ya mechi ya kesho ni kwamba tunaingia kwenye mechi hii kisaikolojia tuko vizuri kutokana na mwendelezo wa matokeo yetu, lakini pia kwa namna ambavyo msimu wetu umekuwa. Kwa hiyo kwenye mechi kama hii wachezaji wetu wako tayari na tunashukuru urejeo wa baadhi ya wachezaji ambao walikosekana kama kina Hefin Amduni pamoja na kina Mwana Kibuta wanaongezeka kuipa depth kikosi chetu, kitu ambacho kinatupa option nzuri kuelekea kwenye mechi. Lakini zaidi ya hapo, maandalizi ya kimbinu na kiufundi yako vizuri, lakini kama nilivyotangulia kusema pia maandalizi ya kisaikolojia yako vizuri kutokana na namna ambavyo tumekuwa tukiendelea na mwendelezo wa mechi zetu kwenye ligi. Shukrani sana coach, anakaribisha maswali kwa mwalimu. Asante. Mwalimu, hatuzungumzi sana kuhusiana na swala la takwimu kwa sababu kila siku ni mchezo mpya. Lakini nataka nikupongeze wewe, wakati tunakutana na Simba, nadhani ni mwalimu pekee ambaye walau umeweza kupata sare katika mchezo ambao umecheza na Simba, mchezo wa mzunguko wa kwanza. Kwa kutambua hilo, inakuongezea pressure kuelekea mchezo wa kesho kwamba unatakiwa utoke kwenye sare uelekee kwenye ushindi, ama pale kwenye sare kwa kweli mshindi tayari. Dodoma Jiji na Simba sisi hatuwezi kuwa sehemu ya pressure kwa sababu maybe Simba ndio anaweza kuwa kwenye sehemu ya pressure kwa sababu sisi hatuko kwenye janga la kushuka daraja na wala sio kwamba target ilikuwa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ukiliangalia hilo unaweza kuona taswira ambayo sisi tuko nayo kwamba tuko na pointi ambazo zina wastani mzuri tu wa kusalia kwenye ligi, lakini pia ukitizama records zetu dhidi ya hizi timu kubwa inatufavor zaidi sisi. So hakuna kitu kikubwa zaidi ya kuchukulia hiyo kama motivation kwetu sisi. Labda pressure inaweza kuwa kwa Simba kwa sababu ni must win game kwao. So ile tu ni pressure kwao. So sisi pressure haiwezi kukaa upande wetu, na tunachoweza kusema tu ni kwamba sisi tunajiandaa kwa matukio ambayo tunafikiri kwamba anaweza akatusaidia kwenye mechi hii, kwamba kutokana na ubora wa mpinzani ambaye tunaenda kukutana naye, ukubwa wake na consistency ambayo amekuwa nayo hivi karibuni, sasa tuko tayari kwa ajili ya yale mazuri yake na sisi tuonyeshe pia mazuri ambayo tuko nayo. Kwa maana nikisema tuko tayari kwa ajili ya yale mazuri yake ni kwamba tunaheshimu kwamba Simba ni timu ambayo iko kwenye kiwango kizuri. Sasa ule uzuri tunaukubali. Tutaufanyaje ili kusudi uonekane wa kawaida? Sasa huo ndio mpango ambao tuko nao sisi. Swali jingine kwa mwalimu. Asante. Mwalimu, umezungumzia hapo kwamba unafahamu kwamba Simba kwao ni must win game. Maana yake lazima wewe kama kiongozi wa benchi la ufundi na ambaye unakwenda kuongoza mbinu za kuelekea kwenye mchezo huo, ujiandae kuona namna gani unaweza kuwazuia ili wasishinde, kwa sababu wao ni kama mchezo wa fainali. Umejiandaa kwa tahadhari kiasi gani kukutana na hilo? Lakini la pili, Dodoma kwa sasa ni miongoni mwa timu ambazo zinafunga magoli. Wastani wake kwa hivi karibuni ni timu ambayo ni nzuri sana kwenye kufunga magoli. Hilo pia umeliandaa, washambuliaji wako umewaandaje kisaikolojia hususan kuelekea kwenye mchezo wa kesho, ukizingatia unakutana na timu ambayo safu yake ya ulinzi ni miongoni mwa safu ambazo zimefungwa magoli machache msimu? Mechi ya kesho Simba ni timu ya kwanza uwanjani kwa maana ya ubora, kwa maana ya ranking ya jinsi ilivyo na hata msimamo wa ligi jinsi ulivyo. So sisi tunaingia kama timu ya pili kwa ubora. So ukishaliona hilo, maana yake ndio discipline umeiweka kwamba unajitambua mahali ulipo, unamtambua mpinzani wako jinsi alivyo, then una accept kwamba mimi ni timu ya pili uwanjani, lakini nataka kuwa bora, nataka kuonyesha kitu kikubwa kwenye season hii. Sasa ukiangalia tuko motivated kwa sababu tayari tushafanya hivyo vitu katika mechi takriban labda tuseme 2 ama 3 za hawa kubwa. Kwa hiyo sidhani kama kuna wimbo mkubwa sana tunaohitaji kuimba kwenye dressing room yetu ili kuaminisha wachezaji kwamba kuna kitu tunakipata, kwa sababu tayari tulishapata kitu. Kwa hiyo tunaingia kwenye mechi hii hatuko na pressure yoyote ile, na ni lazima hiyo pressure tuitupe kwa mpinzani. Namna atakapokuja ndio saikolojia tumewaandaa wachezaji wetu kwamba kwenye dakika ya kwanza ama sekunde ya kwanza mpaka ya ngapi hao watakuja wako namna hii. So sisi tunatakiwa kufanyaje ni kuaccept ile pressure itakayokuja, na lazima tupate solution pia ile pressure yao jinsi itakavyokuwa. Ukizungumzia swala la ushambuliaji, tunachoweza kusema tunasifu mwenendo mzima wa timu kwa namna wanavyotengeneza nafasi na kuweza kuzitumia, lakini hatutegemei kwenye hizi mechi za hao wakubwa kuwa na nafasi nyingi za wazi. Kama tukiweza kupata bahati ya nafasi chache tutakazozipata kuzitumia, basi hilo litakuwa ni jambo zuri kwetu sisi. Lakini inapokuja dhidi ya hizi timu kubwa, nafasi ni chache sana ukikompea na hizi timu zingine tunaweza kuwa tunakutana nazo za daraja la kwetu, kwa sababu kwa kiasi kikubwa huwezi kupata umiliki mkubwa wa kimpira dhidi ya hizo timu kubwa. Kwa hiyo kama huwezi kupata, maana yake sasa wewe plan yako iliyopo kwamba
Maybe utakuwa kwenye defending, lakini unataka kufanya nini kipindi uko kwenye defending na unataka kutumia magap gani ambao wao timu inayokuwa na mpira iko. Kwa hiyo ninafikiri tunao wachezaji ambao wako tayari kwa ajili ya kufanya hivyo, na tuna kikosi ambacho mwisho siku kinanyumbulika kwenye masuala ya tactical. Kwa hiyo ni swala la kungoja alafu na kuona kile ambacho tutaweza kukiweka kwenye siku ya mechi ya kesho. Shukrani sana mwalimu. Zungumza sasa na mashabiki wa ligi ya Okay, sawa. Mwalimu, katika mchezo ambao ulipita, japo haukuwa wewe kama kocha mkuu, lakini Dodoma hii katika uwanja wa KMC Complex iliruhusu mabao 6 mbele ya Simba Sports Club, na hivi sasa Simba amerejea kwenye uwanja ule ule. Nataka experience yako wewe, pengine inakuwa ni rahisi kucheza katika uwanja wa nyumbani ukiwa kama mwenyeji. Je, ni kweli unapocheza katika uwanja wa nyumbani unakuwa na advantage zaidi kuliko kucheza katika uwanja wa KMC? Na kama ni hivyo, kuelekea katika mchezo huo, nini wana Dodoma wategemee kama Dodoma Jiji ishapoteza mabao 6 katika uwanja ule wa KMC? Miaka iliyopita ama msimu jana hakuna photocopy ambayo unaweza ukasema tumepiga photocopy ya mechi tunaileta kwenye mechi. Kila kitu ni kipya. Kwa hiyo ninachoweza kusema tu kwamba kwanza tukifuatilia vizuri Dodoma Jiji hatujacheza mechi nyingi pale katika uwanja wa Jamhuri zaidi ya kutumia uwanja wa Airtel wa Singida, lakini huko pia tumepata matokeo, hatujapoteza. Kwa hiyo ukiangalia mechi ambazo tumecheza away kama tumepoteza haziwezi kuzidi 3. Kwa hiyo tuko pia na confidence ya kucheza mechi katika viwanja ambavyo tunaweza tukatumika. Lakini ninachoweza kuzungumza tu pia ni ile support ambayo tunaweza kuipata. Sisi tunajua tutakuwa na washabiki wa Dodoma Jiji, tutakuwa na washabiki wengine tena. Kwa hiyo pia ni advantage kwetu sisi. So sisi tunaenda kwenye mechi hiyo kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hatuko na pressure ya kuicheza mechi ile. Uwezekano wa kushinda upo, uwezekano wa kutoa sare upo, uwezekano wa kupoteza pia upo. Kwa hiyo hivyo vitu vyote tumevikubali, afu ndio tunaingia kwenye mechi hiyo kwamba kila kitu kitakuwepo, lakini tutafanyaje kazi, basi ndio uweredi wa matokeo yetu. Shukrani sana mwalimu.